Nataka niwaahidi jambo moja. Mimi sitawasaliti. Nitasimama na nyie na tutashinda vita hii. Siku hiyo au siku nyingine kabla ya siku hiyo, tutatangaza msimamo mkali zaidi wa chama kuelekea uchaguzi kama hawa watu hawatasitisha uchaguzi na kufanya reforms. Msimamo wetu wa no reforms, no election uko pale pale. Hatutatetereka, hatutayumba. Tunataka bado na tunaiomba serikali na tunaitaka izuie au isimamishe haya maigizo ya fedha nyingi za serikali zinazotumika kuwapa vyama vikaragosi kujaribu kusanitize uchafu. Hakuna uchaguzi utakaofanyika ukiacha chama kikuu chenye watu wengi nje. Haitaeleweka. Nchi nzima tujiandae. Tunaweza kutumia siku hiyo ya kitaifa ya sherehe ya kuwakumbuka vijana kutangaza au kuwakumbuka mashujaa wetu walioumia, wakina Tundu Lissu na wengine, kutangaza msimamo mkali zaidi wa no reform kama hawatatusikiliza. Au tunaweza kutumia siku nyingine kabla ya hiyo. Lakini ninawaomba vijana muanze maandalizi kuelekea siku hiyo, na muanze maandalizi makubwa ya jambo kubwa ambalo chama kitasema na kutoa mwelekeo kwa nchi nzima, ambalo tutasimamia kuhakikisha kwamba hakuna reforms, hakuna uchaguzi utakaofanyika mpaka sisi tutakapofanya reforms na kuingia kwenye uchaguzi wa kweli na ambao tutashindana kwa haki. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana na ninawapongeza sana kwa siku yenu, na watakia kila laheri, na tuelewe mageuzi tunayoyapigania tutayaleta sisi wenyewe. Hatutaleta mageuzi, hayataletwa na malaika. Mageuzi yataletwa na sisi kwa mapambano, kwa kuhakikisha kwamba uchumi wetu unarudi mikononi mwetu. Nchi yetu inaondolewa kwenye mikono ya kakikundi ka watu 10-15 wanaotutesa. Irudi kwenye mikono ya Watanzania wote, kwa kuhakikisha kwamba nchi yetu haigeuzwi kuwa dampo la Wachina hata kwa bidhaa tunazoweza kutengeneza, kwa kuhakikisha kwamba uchumi wa nchi yetu haumilikiwi na Wachina, unamilikiwa na vijana wa Kitanzania. Ajira zinapatikana kwa vijana wa Kitanzania. Hilo tutalifanya pale tutakapokuwa na uchaguzi huru, haki na ambao uko transparent, ambao utaweka viongozi tunaowahitaji. Asanteni sana na Mungu awabariki. Nimefurahi kuongea na nyie. Mungu awabariki sana. Asanteni.